Jina langu ni Jeni Barakulidiza, ni makamu wa rais wa Chama cha Wauguzi Tanzania. Tumekuwepo hapa Arusha baada ya kuona taarifa zinazozunguka mtandaoni kuhusu changamoto iliyojitokeza hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, kwamba kuna mwananchi aliyelalamika kuwa amebadilishiwa mtoto, kwamba mtoto aliyepewa sio wa kwake. Na baada ya Chama cha Wauguzi Tanzania kuona taarifa hizo mtandaoni, tumechukua jukumu kama chama kwa ajili ya kufuatilia, kwa sababu sisi kama chama ni chama cha kitaaluma ambacho kinafuatilia utendaji kazi wa wauguzi na mazingira wanakofanyia kazi na changamoto wanazokabiliana nazo katika kazi zile, lakini na kuangalia maeneo ambayo tunaweza tukaishauri serikali na wadau wengine kusaidia katika kuboresha mazingira yale ili wauguzi waendelee kufanya kazi zao vizuri. Kwa tuliposikia taarifa hizo kama chama, ilibidi tufike kwenye eneo la tukio kuona hali halisi ambayo inaendelea, kupata ripoti kutoka ofisi ya muuguzi mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru pamoja na viongozi wa chama cha wauguzi katika hospitali ya Mount Meru. Tulikutana na ratiba ya kuja ofisi ya mpelelezi mkuu wa makosa ya jinai wilaya ya Arusha mjini kwa ajili ya kwenda kupokea majibu ya vinasaba ambavyo vilikuwa vimechukuliwa kwa ajili ya kuthibitisha changamoto ambayo ilikuwa imejitokeza. Kwa hiyo tumeshiriki pamoja na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa, ofisi ya mganga mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru. Tumeshiriki pia na baadhi ya wajumbe kutoka ofisi ya Chama cha Mapinduzi, lakini tumeshiriki pia na baadhi ya mawakili, wanasheria, lakini vile vile tulikuwa na Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania, wanasheria wawili walikuwepo. Na kwa hiyo sisi tulikuwa kati ya wadau ambao walipokea vile vinasaba. Vinasaba vile matokeo yake yalisomwa kwa bahasha ambayo ilikuwa sealed kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ambayo imefanya uchunguzi wa vinasaba vile, na ilifunguliwa mbele ya wadau wote waliokuwepo kwa kuangalia majibu ya vile vinasaba ambavyo vilichunguzwa kwa kuangalia maeneo 15. Na kwa hiyo kwa kila eneo walikuwa wanaangalia ni labda kama ni mama fulani amemechisha na kinasaba, kulikuwa na vinasaba A, B na C, sample za watoto watatu. Actually baada ya kufika eneo la tukio tumekuta kumbe sio watoto wawili kama ilivyo kwenye mtandao, tulikuta kuna watoto watatu. Kuna mmoja ambaye walikuwa wanasema hivyo kwamba wamewachanganya, lakini kuna mwingine ambaye pia walifikiri huenda atakuwa ni huyo. Kwa hiyo ilibidi watoto wote watatu wakapimwe. Na baada ya hapo sample zilichukuliwa kwa watoto watatu, lakini vile vile vilichukuliwa kwa wamama watatu. Kwa hiyo baada matokeo yalikuwa yanajaribu kuonyesha, yani yameonyesha mama fulani kwa kumechisha na wale watoto watatu. Kwa hiyo yule ambaye vinasaba vyake vimeoana na vinasaba vya sample au vya kipimo fulani cha mtoto, walikuwa wametoa taarifa ni kwa asilimia ngapi vimeoana. Kwa hiyo mwisho kabisa aliitwa aliyechukua sampuli zile. Kwa hiyo baada ya kuitwa yule aliyechukua sampuli, alitoa taarifa ya sampuli sasa, kama sampuli A iliyoletwa kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali, sampuli A alikuwa ni nani, sampuli B alikuwa ni nani, sampuli C alikuwa ni nani. Na kwa hiyo
mama fulani amemechi na sampuli A kwa asilimia ngapi, sampuli B kwa asilimia ngapi, na sampuli C kwa asilimia ngapi. Kwa hiyo pale wadau wote wakiwa wanasikiliza waliona ni mama yupi ambaye ameoanisha matokeo ya sampuli zile kwa asilimia 100 tuseme, kwa sababu ilikuwa ni asilimia 99.99 iliyothibitisha kwamba huyu na huyu wameoanisha vinasaba vyao, basi hawa ndio mmoja ni mama mwingine ni mtoto. Kwa hiyo yule mama ambaye kwenye tukio linalozunguka mtandaoni alikuwa anakataa kwamba mtoto aliyepewa sio wa kwake, ikathibitika kwamba yule mtoto ni wa kwake. Na mtoto mwingine ambaye alikuwa inasemekana kwamba si mtoto wa mama husika, ikathibitika pia kwamba yule mtoto ni wa kwake. Na kulikuwa na mtoto mwingine ambaye alizaliwa baada ya hao watoto wawili, ambao nao walihisi huenda ni yule mtoto wa yule mama Neema. Kwa hiyo nayo ikathibitisha kwamba si mtoto wa Neema, ila ni mtoto wa yule mama ambaye ni mtoto wake kweli. Lakini sisi kama chama cha wauguzi Tanzania tunapenda sana kutoa taarifa kwa wauguzi wote nchini kuendelea kutoa huduma vizuri kwa wananchi, kwamba chama cha wauguzi Tanzania kipo kwa ajili ya kufuatilia kazi wanazozifanya na kuhakikisha kwamba wanatoa huduma zile katika mazingira mazuri na rafiki, ili kwamba wateja waweze kuridhika na huduma zile wanazozifanya. Aidha, nichukue nafasi hii pia kumpa pole muuguzi mwenzetu ambaye alitoa ile huduma na ikaleta changamoto kama wananchi walivyokuwa wanafikiria. Gloria, sisi kama chama tumeanza shughuli yetu leo na bado tunaendelea kufuatilia jambo hili. Kwa hiyo hatujafika mwisho.